Na mtazamaji, hayawi mwishowe huwa. Itakuwaje? Ishakuwa hivi leo tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2025, miezi miwili tu baada ya wapiga kura ama kampeni za mpigo za wagombeaji pamoja na wandani wao kuweza kuwashawishi wapiga kura kuwapigia kura. Na hivi leo wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali ya uchaguzi humu nchini, watakuwa wanatuletea uhalisia wa mambo. Alafu pia tume ya uchaguzi na mipaka IEBC iko ngangari, iko katika maeneo hayo kusimamia uchaguzi huo. Maafisa wa polisi pia nao wako ngangari kuweza kulinda usalama, na pia wanahabari wetu pia wako pale jinsi nilivyoweza kukueleza. Nasi hapa studioni tunaye Sami Meli ambaye ni mtaalam wa uongozi na pia mchanganuzi wa masuala ya siasa, na pia tunaye kijana chipukizi Peter Austin Ngui ambaye ni mwenyekiti wa Youth Aspirants Movement, kwa Kiswahili ukipenda ni vuguvugu la vijana wawaniaji. Nami ni nahodha wako Sheila Kayaro Yogo. Karibu tukidadavua tu mambo yalivyo pia kuhusiana na uchaguzi huu. Naam, Bwana Sami, karibuni sana kwenye studio na Peter. Asante, na Sheila. Uchaguzi huu tumeona kwamba umekuwa ukisubiriwa na wengi, na tunauliza kwamba kwa nini uchaguzi huu umekuwa na uzito sana, chaguzi hizi ndogo kuliko zile chaguzi za hapo awali? Unajua chaguzi hizi ndogo zimefanyika wakati kila mtu hana shughuli nyingine isipokuwa kufanya chaguzi hizo, na pia chama tawala UDA pamoja na Kenya Kwanza inajipima nguvu kuangalia kwanza kama Mlimani bado ana nguvu, kama katika maeneo ya magharibi ya nchi bado wako na nguvu. Pia wangetaka kuwa na wabunge katika bunge ambao wanaegemea upande wao. Kumbuka sera nyingi ambazo zinapitishwa katika bunge hutoka katika serikali kuu, na serikali kuu ikipata upinzani mkubwa mara nyingi hata shughuli zao haziwezi kuendelea. Kwa hivyo wangetaka kuwa na wabunge wengi ili pia waendeleze ajenda zao za serikali shirikishi. Ukimwangalia kwa mfano kuondoka kwa Raila Odinga katika siasa hizi za humu nchini imeacha wengi wakiwa mayatima. Kwa hivyo sasa kuna barobaro wengi wamejitokeza kisiasa, wanataka kuonyesha ubabe wao katika maeneo tofauti tofauti. Kumbuka pia kwa mfano Musalia Mudavadi na Wetangula pia wangetaka kuonyesha kwamba bado wana nguvu katika maeneo ya magharibi. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na JB Muturi na kikundi chake cha United Opposition pia wangetaka kuonyesha watu kwamba ama kuonyesha serikali kwamba wameshika mizizi, na kuelekea mwaka 2027 basi huenda watapatia serikali kazi ngumu kupanda mlima. Lakini ikiwa serikali pia chama kinachoongoza kitapata kwa mfano kiti ambacho kiko kule mlimani, kwa bahati nzuri ama mbaya kwa wengine inategemea, basi watajua kwamba kumbe bado tuna ufuasi katika maeneo haya. Kwa hivyo ni kujipima nguvu bado. Asante sana. Peter Austin Ngui, wewe kama mwenyekiti wa vuguvugu la vijana wawaniaji Youth Aspirants Movement, je, unaona kwamba uchaguzi huu una tofauti gani na ule uchaguzi wa pale awali? Manake siku hizi vijana wameweza kujitokeza na kusema kwamba pia wao wanataka wawe debeni. Kuna tofauti kubwa ukilinganisha na hapo nyuma, kwa sababu saa hizi uchaguzi imekuja wakati one year to general election, na pia imekuja baada ya ile maandamano ya vijana ambayo pia ilitoa picha kubwa kwa wananchi kwa ujumla, kuonyesha kwamba vijana wako na nguvu zaidi kuliko watu opposition yenyewe. Sasa hivi vijana wengi hata katika hizi chaguzi ndogo, vijana wengi ndio wanagombea. Ukiangalia kama kule Magarini, Bomet, ni vijana tu wako mstari wa mbele kugombea hizi viti. Wanaona kama wanaacha nyuma kwa mambo ya uongozi wa nchi ikilinganishwa na huko nyuma. Sasa hivi wamechanuka zaidi. Ukiangalia teknolojia ya sasa hapo nyuma, sasa hii teknolojia iko juu. Sasa hata vijana wanatumia simu for communication,
kupeana habari kutoka magarini na kule wengine wanashawishiana simama. Hii ushawishi vijana nafikiri ndio inawainua zaidi. Naam. Yeah. Naam, Bwana Meli, umesema kwamba huu uchaguzi utakuwa ni kama taswira ama kioo ama tuseme kwamba itakuwa kurunzi ya kuweza kutuonyesha jinsi mambo yatakavyokuwa mwaka wa 2027 ambapo tutakuwa tunafanya uchaguzi mkuu. Lakini kwangu mimi naonelea kwamba mambo huenda yakabadilika. Manake huwezi sema kwamba kwa sababu kiongozi fulani ameweza kushinda kura basi chama chake ama muungano wake ndio utakuwa wenye kusema katika eneo fulani ama nchini wakati ule uchaguzi huo utakapokuwa ukifanyika. Unajua, kujitathmini inamaanisha kwamba ukigundua kwamba ufuasi wako umeenda chini, basi utatia bidii. Kumbuka kura za Kiambaa, wakati tulipata chaguzi ndogo za Kiambaa ambapo Kawanjiko alikuja na alikuwa mbunge wa kwanza wa UDA. Na hiyo ikaonyesha sura kwamba ikamkumbusha kwa Rais William Ruto ambaye alikuwa naibu wa rais wakati huo kwamba anaweza, ikiwa ameweza kutikisa serikali basi anaweza. Kwa hivyo wale ambao wamejiondoa katika serikali wameingia katika upinzani, na serikali pia itatumia kujipima, na ikiwa itajipima basi itajiandaa kwenda mbele. Swali ni kwamba ikiwa umeona kwamba Mheshimiwa Rais amejitoa kabisa, ametumia sheria zile 48 za uongozi, kwamba kuna wakati unajiondoa kabisa, unakuwa na ukimya. Ukimya fulani. Kwa hivyo ameweka ukimya fulani ili pia Kithure Kindiki aonekane, je, atahitajika wakati wa 2027 ama itabidi santuri hiyo ibadilishwe. Kwa wale ambao wanatoka magharibi, anaitwa nani, spika wa bunge na kiranja mkuu wa mawaziri bwana Mudavadi watajulikana ikiwa wakati wa 2007 kwenda mbele, je, rais itabidi sasa abadilishe sahani, atafute na tembea na kikundi chake cha Boni Khalwale, kwa sababu itaonekana wazi kufikia jioni ya leo ama kesho kwamba bado wana ushawishi ama ushawishi umekwisha. Kwa sababu ikiwa utatuma watu wako, wale ambao unajua ni vigogo wenzako, umewatuma, huyu umemtuma Mlimani atafute, kina Joho wametumwa Pwani watafute, hivyo ikiwa watarudisha sahani ambaye ama warudishe kikapu tupu, inamaanisha kwamba unastahili kutafuta mwingine, kwa sababu unamkumbuka Nuhu wakati wa gharika alifanya nini? Alituma nini? Ndege wa kwanza akaenda, kuna mwingine hakurudi, kuna mwingine alirudi na kitu. Kwa hivyo yule ambaye atarudi na kitu basi ataangaliwa vizuri. Na ukumbuke bado kuna mabadiliko ya baraza la mawaziri ambayo yamedhaniwa kwamba yatafanyika hivi karibuni. Kwa hivyo rais pia tangu kuondoka kwa Raila Odinga naye lazima naye atajipanga, angalie ni nani nitamshika mkono kwa mbele. Naam. Peter Austin Ngui, wewe kama mwenyekiti wa hicho ama vuguvugu la vijana wa waniaji, naona kwamba nimekuwa nikitazama haya matukio ama jinsi mambo yalivyo katika huu uchaguzi ama chaguzi hizi ndogo, na pia tukizingatia hususan maeneo bunge, tunaona kwamba idadi ya wanawake ambao wameweza kujisajili ama kuwania viti hivi ni duni sana. Manake naona katika maeneo ya Magarini tunaye Sara Wahito wa Kenya Moja Movement, katika eneo la Ugunja, eneo bunge la Ugunja tunaye Lilian Akinyi wa National Alliance Party, na pia katika eneo la Kasipul tunaye Linda Aukouma Independent ambaye ni mwaniaji huru. Je, katika hili vuguvugu mnatumia njia gani kuhakikisha kwamba pia wanawake wanajumuisha? Manake tunaona kwamba hii idadi ni kiwango cha chini mno. Kabla nikuja kwanza, acha niongezee jambo hapa kuhusu hii uchaguzi ndogo ambayo ni kupima nguvu opposition na upande wa serikali. Iwapo opposition watashinda ama iwapo serikali itashinda kwa kiti yote ya hizi chaguzi, itategemea umeshinda kwa njia gani ama umeshinda kwa njia gani. Ukishinda kwa haki itamaanisha wewe umegombea, yani uko juu, wewe ni kuhani, wewe ni kingpin. Lakini iwapo utatumia njia zingine za wizi ama kuonga wapiga kura, utashinda lakini bado utakuwa una wafuasi. So kwa swali lako ambao lazima tuangazie vijana na
wanawake kwa jumla. Hiyo ni jambo ambalo tunaangalia sana, maana kulingana na katiba yetu lazima tuwe na kuhusisha kila mtu, wamama, vijana na walemavu pia, ambapo tunapigia debe zaidi wamama na walemavu waweze kusimama viti. Na sisi kama vijana tumesema tutaungana iwapo kuna mama ama mwanamke yeyote ambaye anasimama mahali na hana uwezo, tutajitokeza kama vijana, tuende pale tumkampenie, tumpigie debe, tuone kwamba ameingia. Ijapokuwa mama, kuna picha ambayo imekuja baada ya uchaguzi wa Tanzania, kuna ile picha ambayo imekuja ya kuleta mama kama viumbe ambao hawajali zaidi mambo ya ubinadamu. Lakini hapa Kenya niko sure, siamini kama itakuwa kama vile Tanzania. Tutaunga mkono, tutaangalia, na iwapo watafuata mkondo wa Tanzania tutawatema pia na tuone vile tutafanya. Swala hilo la Tanzania sioni kama ni kiashiria ama ni kigezo cha kuweza kuweka wanawake kwenye vipimo kuona kwamba wote wataelekea njia hiyo. Lakini bado nikisalia kwako, vijana wanasema kwamba mkitupa hizi kura tutaweza, na pia Wakenya kuna baadhi yao ambao wanatashwishi kuhusiana na wanasiasa. Wanasema kwamba wanasiasa ukiwapa kura wakija wakati ule wanataka kura wanakuwa wachochole, wanakuwa wanyenyekevu, kwamba wanataka tuwape kura, alafu wanaahidi mambo mengi. Hata mwimbaji mmoja akaimba akasema, Mr. Politician, mwaka juzi ulikuja ukaniomba kura, lakini saa hizi ukaahidi kwamba kutakuwa na elimu, lakini siku hizi hata simu haushiki. Mtatumia njia gani kuweza kuwashawishi Wakenya kuamini kwamba vijana wanaweza? Na vijana kulingana na uchumi wa Kenya, wale watu ambao wameathirika zaidi na uchumi ni vijana, wamama na walemavu kulingana mimi. Kwa hivyo iwapo maana wamepitia zile shida ambazo mwananchi wa kawaida amepitia, sioni vile wataweza kufuata nyayo za wale ambao wamekuwepo kwa kunyanyaza wananchi. Nafikiri vijana wamesoma zaidi na wanajua athari za kutosikiza wananchi. Ndio maana unasikia kila mtu saini kama vijana wanasema wanasikiza vile wananchi wanasema. Na naamini watafuata hiyo mkondo na watafanya kulingana ile maagizo watakuwa wameagizana na wananchi wakati wa kampeni. Yeah. Na Bwana Sami Meli, tukiangalia katika eneo bunge la Banisa, tunajua kwamba mbunge wa eneo hilo aliaga dunia kutokana na ajali ya barabarani, Bwana Kyulo, na kwa hivyo kuna wagombeaji wawili ambaye ni Hamed Maalim Hassan na pia kuna Nurdin Maalim Mohamed. Lakini hapo mbeleni kuna mpiga kura mmoja ambaye aliwasilisha kesi mahakamani, akasema kwamba aliweza kupinga uhalali wa Hamed Maalim kuwania kiti hicho. Je, unaona kwamba alikuwa kuseme kwamba yale ambayo alikuwa anaelezea katika hiyo kesi ama malalamiko katika hiyo kesi alikuwa halali? Manake alisema kwamba Hamed Maalim Hassan yuko na uraia wa nchi mbili. Nafikiri sheria ya Kenya inaruhusu mtu yeyote ambaye ana uraia wa Kenya kuwania kiti. Kwa mfano, tunaye Mheshimiwa Mishra, alikuwa mbunge wa pale sehemu ya Uasin Gishu, na kwa sababu hiyo alikuwa na uraia mbili. Sheria inasema kwamba rais tu na naibu wake ndio ambao hawaruhusiwi kuwa na uraia mara mbili. Ukiangalia tetesi hizo, unajua kuna wakati ambapo IEBC inaangalia ikiwa umekuja na stakabadhi zako, zinakaguliwa, muda unachukuliwa, kisha unapewa majibu kwamba umeweza kuangaliwa na unatosha kuwania kiti. Kwa hivyo ikiwa maoni hayo yalitolewa mbeleni na yakaangaliwa na IEBC kamwambia anaweza kuendelea kugombea kiti, inamaanisha kwamba ana uhalali wa kugombea kiti. Na ikiwa kungekuwa na shida, mahakama yetu mara nyingi inaenda polepole sana katika shughuli za kutafuta haki. Na unaweza kupata hata wengine, kwa mfano kuna wengine hata kesi
za kupinga uchaguzi wa wale ambao wako kwenye viti sasa bado zinaendelea mahakamani. Kwa hivyo ni ya rais tu ambaye imepewa muda mwafaka wa kumaliza kesi hiyo. Nafikiri kipengee maalum ambacho wabunge wangeweka ni kwamba muda fulani uwekwe wa kuamua kesi fulani ili kesi zisishinde mahakamani. Kwa mfano, kama kuna kesi kama hiyo, ingepewa certificate of urgency kuhakikisha kwamba imefanywa kabla chaguzi zifikiwe. Kwa sababu ikiwa atachaguliwa kwa bahati mzuri ama kwake iwe bahati mbaya kwa yule ambaye alikuwa anapinga achaguliwe, basi inamaanisha atakuwa kwenye kiti hadi kesi ile itaamuliwa, alafu aidha warudi tena uchaguzi. Na wakati mwingine ninaangalia chaguzi ndogo mara nyingi huleta changamoto. Kwa mfano uwakilishaji. Kuna maeneo bunge ambayo tangu tupige kura wa mwaka wa 2022 hadi sasa hawajakuwa na mbunge, kwa sababu aidha kesi hiyo ilitupiliwa mahakamani, aidha mbunge alikufa. Tungetaka IEBC ichukue kila wakati, iwe proactive kwamba jambo linatokea linasuluhishwa mara moja. Na labda kwa miaka mingine labda sheria iundwe kwamba yule ambaye alipata kura nyingi namba 2 katika uchaguzi achukuliwe, kwa sababu tutarudi tunapoteza wakati, tunaleta uhasama kwa nchi. Hebu angalia sasa yanayoendelea Malava, unasikia yanayoendelea ni mwagikaji wa damu ambao haustahili kuwa, kwa sababu ni mtu mmoja tu anaomba kazi. Na mtu huyu akishapewa kazi, mara nyingi jinsi ambavyo tunalia eti achukue simu zetu nini, watu wana shughuli nyingi, wabunge wana shughuli nyingi. Siwezi kuwalaumu kwamba wachukui simu. Kwa mfano sasa niko hapa kwenye studio, nikitoka hapa nitaenda shughuli zingine, nitakuwa ninashinda kuchukua simu za watu. Kumbuka eneo bunge lina watu zaidi ya 50,000. Ikiwa hata robo yao, hata ushuri wao wanipigie simu, nitachukua simu hizo zote? Unajua ni simu nyingi sana, na kila simu inakuja na shida maalum. Na rasilimali ambayo mbunge amepewa haitoshi kusuluhisha kila kitu. Kwa hivyo wananchi wakati mwingine waelewe kwamba rasilimali tulizonazo hazitoshi. Kwa hivyo tutafute mbinu nyingine za kutatua shida zetu. Kwa mfano kama umepata basari, hata kama ni kidogo, shukuru ili tusonge mbele. Kuna nafasi zingine, tuite kwenye harambe, tuite kwenye michango mingine, njia nyingine ya kusaidia. Ikiwa kila kitu tutamwekelea mbunge, na tuelewe kwamba mbunge ana kazi 3. Ana oversight, legislation, kisha na uwakilishi. Kwa hivyo ikiwa anawakilisha watu wake, kazi yake ni kuunda sheria, na kazi nyingine ni kuangalia serikali kuu inafanya kazi. Tumewalazimu mpaka wabunge, inakuwa vigumu kwao kufanya kazi yao. Kwa hivyo inabidi warudi katika serikali kuu kuomba, na wanaomba kisha wanapewa kwa njia ya CDF, ambayo pia tumetunga sheria ya kuwanyima tena kusimamia pesa hizi. Na tukizingatia hilo swala la uwakilishi, kuna Wakenya ambao wanauliza kwamba iwapo mbunge hayupo, kama tuseme huku maeneo ya Banisa, eneo bunge la Banisa, wakati mbunge alipoaga dunia, so kapata kwamba hawana mwakilishi katika bunge, na pia wengi walikuwa na wasiwasi. Hata tuliona wengine wakijitokeza barabarani wakiandamana, wakisema kwamba wale watoto kutoka familia za kipato cha chini wanaweza kutatizika kupata elimu ama kufadhiliwa kielimu, manake hakuna mbunge wa kuwatetea. Na pia kulikuwa kuna mvua nyingi ambayo ilinyesha, na pia wakakuwa kwamba wanatatizika sana kutokana na hayo maafa. Je, swali ni hili, iwapo mbunge hatakuwa, basi watu wa maeneo bunge ama wakazi wa maeneo bunge hawataweza kupata uwakilishi na kusaidiwa na serikali kuu? Nafikiri katika eneo bunge kuna kitu kinaitwa CDF committee. CDF committee ambayo imechaguliwa kusimamia rasilimali ambazo zinakuja katika eneo bunge. Kwa hivyo sidhani eti kwa sababu hakuna mbunge hakuna pesa zinaenda. Pesa zinaenda, ni wale wanaosimamia labda ndio hawaweki maanani yale mambo ambayo kukiwa na mbunge anaweza kutilia maanani. Pia wawakilishi wodi wana basari ambao wanapeana. Gavana ana basari yake. Women rep ana basari yake. Senator pia ana basari. Kwa hivyo
ikiwa hela hizi zote tumekuwa tukiimba, na ni kama kuna vitisho fulani rais anapewa ama serikali kuu inapewa, mpaka inaogopa kuchukua pesa hizi zote na kuweka katika wizara ya elimu. Kwa mfano, ikiwa hela hizi za CDF ambazo zinaenda katika basari, hata kama ni 30% ama hata 40%, ichukuliwe iwekwe katika shule ambazo ziko pale, ama ipeanwe katika wizara maalum ambayo inashughulikia, na tufanye elimu ikue elimu bila malipo. Inawezekana kwamba mtoto ataenda shule na arudi nyumbani na kamilishe masomo yake bila kusumbuka. Hela hizi zinapoteremka, ujue ndivyo zinavyozidi kuibiwa ama zinazidi kupungua. Ikiwa imetoka serikali kuu ikiwa milioni 100, ujue zitafika katika shule hizo zikiwa milioni 40 ama 50. Maanisha kutakuweko na ubadhirifu wa fedha. Una ubadhirifu mkubwa sana ambao unatendeka. Kwa hivyo tukizingatia sheria, na inasemwa kila wakati, hata rais mwenyewe alisema, ikiwa wabunge, na mbona hachukui hatua kuja na bill katika, unajua cabinet ama baraza la mawaziri likiketi na liamue na lilete bili katika bunge na iambie wabunge, sasa bill ndio hii imekuja, tuweke pesa hizi zote za basari pamoja tu katika wizara ya elimu. Walimu wanajua wale watoto hawajiwezi katika shule, wanajua. Hata sisi tuko wazazi tunapigiwa na mwalimu, tuko na mtoto mmoja katika darasa fulani ameshindwa kulipa karo, tuchange. Tunachanga hata kwenye WhatsApp na tunasaidia mwanafunzi. Kwa hivyo mbona tuchange na serikali na pesa ambazo zinatumiwa katika ubadhirifu? Kwa hivyo serikali hii na serikali zijazo, jinsi ambavyo ndugu yangu anasema, tulikuwa vijana, na unajua kijana pia uzeeka. Mwaka wa 92 Mheshimiwa William Ruto alikuwa kijana, na hata nakumbuka hayati Raila Odinga akisema wakati wa wazee kuondoka waondoke, ni wakati wa vijana. Lakini mwenyewe pia alijipata amezeeka. Kabla hatujakimbia ujana, tuna vijana majambazi na tuna wazee majambazi. Tuna kina mama wazuri na kina mama majambazi. Tuna walemavu wazuri na walemavu majambazi ambao wanafanya ubadhirifu. Kitu ambacho tunastahili kupigania ni kitu kinaitwa integrity katika nchi yetu. Mtu umepewa majukumu ya kushika mali ya umma, utumie mali ya umma vizuri. Tunawajua vijana wako hapa, wanajua mtu ambaye alichaguliwa akiwa hana kitu, na sasa hivi ameweka magari mashangingi makubwa pale nyumbani mengi, na unajua mshahara wake yeye ni mwakilishi wodi na ana shilingi 1,150, na ikiondolewa zile pesa zote zinatolewa, anabaki na shilingi 1,100. Swali ni ametoa wapi gari linalotoshana hivyo? Mali anayomiliki, nyumba anazijenga, na wajenzi ni kina nani? Ni wazee, ni hawa vijana. Kwa hivyo wanajua wezi ni kina nani, wanajua wahalifu ni kina nani. Sasa Malava kuna kupigana, Kasipul, Kabondo, unasikia huko wanapigana, ni wazee wanapigana, vijana. Nimemwona tu mzee mmoja labda akimshikashika shati, na mzee huyu anajulikana vizuri. Kikomo kidogo. Peter, nyinyi vijana mmekuwa mkitazama matukio ya jinsi kampeni zimekuwa zikipigwa humu nchini hadi hivi leo ambapo tutakuwa tunabaini mbivu na mbichi. Je, kutokana na hizi kampeni na sasa uchaguzi wa sasa na vile tunavyoshuhudia mambo katika vyombo vya habari ama kwenye vyombo vya habari, ni nini haswa nyinyi vijana mnajifunza kutokana na uchaguzi wa huu mchakato? Hii uchaguzi inatufunza kitu moja kama vijana. Ya kwanza, kujiandaa mapema kwa ajili ya 2027. Maana tumeona kama hujajiandaa kuna ile shida ambayo inatokea, ambapo kama wewe kwa mfano pale Magarini kuna huyu kijana wa DCP na huyu wa ODM. Huyu wa DCP kulingana mahali ametoka, mimi namjua ni maskini. Huyu wa ODM ni tajiri kulingana vile namjua. Sasa huyu tajiri ukishika mkono na matajiri, na wewe maskini kijana hautaweza kupenya. Lakini ukishika mkono na wale vijana wenzako na wananchi wenyewe, utashinda. Kwa hivyo hii inatuonyesha tushike wananchi wenyewe mkono, sio matajiri tena. Hiyo ni somo la kwanza ambayo inakuja na uchaguzi. Somo la pili ni kwamba ile furugu ambayo imetokea, vijana wajiepushe na mambo ya furugu. Hiyo ni jambo la kwanza, na utegemee Mungu na utegemee wananchi. Furugu haiwezi kusaidia. Maana kitu ya kwanza ukilete furugu na kuna possibilities mingi ya kwamba unaweza kuwa disqualified.
Maana kwa sheria hairuhusu mwanasiasa yote ajihusishe na mambo ya furugu. Omba kura yako kwa njia ya amani na ukitumia haki. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambao unaweza soma kutokana na uchaguzi ni kwamba ukitaka kujijenga kisiasa kama kijana, usitarajie mtu atoke mahali kwingine akuja akufanyia kampeni, ambapo kuna makosa fulani ambayo kama vijana tumekuwa tukiangalia kwa maeneo tofauti, ambapo wewe unatoka Kilifi unaenda kukampeni huko unamaliza mwezi mzima kama wiki mbili. Hiyo ni kumaanisha wale viongozi wa pale hawaaminiki tena. Yaani wewe unatoka kule uende kampeni mahali fulani. Sitaki nitaje na mtu, lakini imeshuhudiwa. Unatoka kwako unaenda kampeni pale na wenye pale hawezi kubalika kampeni pale. Kwa hivyo ile tabia zao, kumaanisha tabia zako ziko na uozo fulani, ambapo wewe huwezi simama mbele ya watu ukakampeni yule kiongozi wako ambao unamtaka. Lazima utoe mtu nje, alete pesa, afanye yale maovu ambayo anajua akitoka pale hautalaumiwa, yaani atalaumiwa maana si wa huko. Hiyo tabia moja ambayo tumeikemea kabisa kama vijana. Mimi nawakilisha vijana wengi na kwa niaba yao naikemea. Ya si mzuri kabisa. Bwana Meli, tukiangalia uchaguzi wa Malava ambapo wakati ule mwenda zake Moses Malulu Injendi alipoaga dunia, alikuwa sana anaweza kupigania maslahi ya wakulima wanaokuza miwa kwa ajili ya kuweza kutengeneza sukari. Je, unaona kwamba yule ambaye anakuja ama yule ambaye atashinda, iwapo ni David Ndakwa UDA ama Seth Panyako, yote yule ambaye ataweza kushinda, je, unaona kwamba akizingatia sana swala la wakuzaji, manake ndilo zao la kibiashara ama ukipenda cash crop ambalo linazingatiwa sana katika eneo hili, na pia ikizingatiwa kwamba linaweza kuchangia 15% ya pato jumla la serikali? Mimi ninaona kwamba ikiwa watamchagua yeyote kati ya wale wanagombea, mtu huyo amekuja wakati mzuri sana, wakati ambapo mambo ya privatization inafanywa, ubinafsishaji wa kampuni nyingi za sukari, na wanastahili kumchagua mtetezi, sio kuchagua tu mtu ama chama, kuchagua mtu ambaye anaweza kuwa mtetezi wao katika mambo kadha wa kadha. Kumbuka ana jukumu kubwa ambalo ni representation, na eneo bunge lote haliwezi kuketi chini ili kuamua jambo. Huyu ambaye anaweza kufika katika meza ya mazungumzo, meza ambapo maamuzi mengi yanafanywa kuhusu jambo hilo. Kwa hivyo nakumbuka kwamba wale viongozi wamekuwa mbeleni, waliona viwanda hivyo vikianguka na hawakuwatetea. Kwa hivyo huyu anayeingia aingie na atetee kampuni hizo zifufuliwe. Ikiwa zinafanya binafsishwaji, watu wahusishwe, wakulima wahusishwe, na ikiwa anaona kulingana na yeye njia nzuri ambayo wanaweza kuchukua ili mtu wa kawaida afaidike. Haitakuwa vizuri kuwa na kampuni ambazo zimelala na watu wanamiwa kwenye mashamba. Kuna watu wameng'oa miwa, wamebadilisha, wameanza kupanda mahindi. Kuna wengine wameanza kupanda mazao mengine tofauti. Kwa hivyo na eneo hilo ndilo ambalo litaamua mustakabali wa taifa hili katika kuuza sukari katika nchi za kigeni. Unaona sasa rais anatuambia kwamba, ama kulingana na takwimu ambazo zimetoka, ni kwamba tumepunguza uagizaji wa sukari kutoka nje kwa 1% kubwa sana. Kwa hivyo ikiwa kampuni hizi zitaamushwa na huyu mtetezi wao aingie, waangalie kwamba wamemsukuma ili pia asiende alale. Unajua kuna wale ambao wanachaguliwa kisha wanaitwa na waegezaji wale kwenye meza, wanapewa kitu kidogo kisha wananyamaza. Tabu za wananchi zinaongezeka, ila hali wananchi wenyewe hawafaidiki, na yeye anafaidika kwa kupata mlungula. Kwa hivyo watafute mtetezi, watafute mtu ambaye hata wenyewe anakuja kwao kwa maoni,
Na samahani kidogo, kuna jambo ambalo ningependa tugusie kidogo, manake tunaambua muda umeyoyoma. Tuna kijana hapa chipukizi Peter Ngui ambaye anasema kwamba vijana hawashuki mkono. Tunaona katika maeneo ya Mbere Kaskazini ambapo naibu wa rais alikuwa pale. Kwa hivyo vijana wakiona kwamba labda wale ni wagombeaji huru ama wawaniaji huru, wakiona kwamba kuna wale ambao wanajiita makuhani wa kimaeneo, kwamba Bwana Gachagua kwamba pia anataka aonekane kwamba yeye ni kuhani wa eneo hilo la mlima, na pia naibu wa rais Bwana Kindiki akiona wa vijana wakimwona akisema ni wamodende si wamodende, fire si fire, wanaingiwa na uoga. Wewe kama mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na mtaalamu wa uongozi, je, maoni yako ni yapi? Kuna vijana ambao wamechaguliwa hata bila kushikwa mikono na vigogo wale. Kuna vijana, kwa mfano seneta wetu wa Trans Nzoia Alan Chesang ni kijana amechaguliwa kwa na umri wa miaka 27. Sasa labda juzi nimeona ameoa, kwa hivyo amefikisha karibu 30 hivi tangu achaguliwe. Kuna vijana kama Peter Salasia, kuna vijana kadha wa kadha katika bunge hili la sasa. Kwa hivyo kushikwa mikono, unajua usipoegemea chama inamaanisha unajiweza. Kwa hivyo vyama vinakuja, vinaleta uzito wao kusaidia yule ambaye ana uzito. Lakini tuna political parties, inaitwa Political Parties Funding Act, ambayo ikiwa umeshinda, sasa vyama wale ambao wamesimama wanapewa pesa fulani, lakini serikali hivi karibuni imesema kwamba haina hela za kupeana. Kwa hivyo nadhani imebidi wajikaze. But ukiangalia sehemu ya Baringo, kuna huyu kijana anaitwa Chemitei, na kuna vijana wengi wa vyama tofauti wameshikwa mikono na wanazidi kusaidiwa na wale vigogo. Kwa hivyo kusema kwamba vijana wametupwa, hiyo ni dhana potovu. Hiyo ni dhana, kwa sababu kama hujejitokeza unataka kushikwa mikono vipi? Kama hujasema leo kwa mfano ungetaka kuoa, unajua wazee hawezi kutoa ng'ombe zao kuambie peleka kwa mahari na wajaona mke umemshika ama mchumba wako ni fulani wa fulani. Kwa hivyo vijana, jitokezeni katika siasa, kujeni, lakini mjue siasa ni chafu, ni mchezo mchafu, na mwe tayari kuchafuka. Ni kama kucheza na nguruwe kwenye matope. Kwa hivyo ni mchezo mchafu. Unaona uchafu wote ambao unaendelea kwa sasa, lakini kuna maeneo ambayo yameonyesha utulivu, yameonyesha ukomavu fulani kisiasa. Kwa hivyo vijana wa maeneo hayo pia kuna vijana kule, kwa hivyo pia wameonyesha ukomavu. Tuonyeshe ukomavu katika siasa, tuangalie kwamba hao wanaokuja wana interest zao, wana nia zao fulani katika kukomaza siasa za chama. Kwa hivyo ikiwa ungetaka kama kijana kushikwa mkono, kuja na chama. Ikiwa utakuja ukuwe independent inamaanisha wewe uko huru. Kwa hivyo huhitaji msaada wa mtu yeyote. Unataka tu wapiga kura wasimame nyuma yako. Naam. Asante sana Bwana Meli, kwa sababu ya muda hatutaingia ndani sana, lakini najua kwamba ipo siku, manake Mola akitujalia pia kutakuweko pia na kikao kama hiki. Na mtazamaji, tumefika tamati ya mahojiano yetu. Kwa sasa tutakuwa tunampisha mwenzetu John Jacob Kioria ambaye atakuwa anaendelea na hili swala la kuweza kuchanganua na pia kuweza kubainisha hali ilivyo katika maeneo mbalimbali ya chaguzi ndogo ambazo zinaendelea. Na kumbuka kwamba wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali kuweza kutuletea jinsi mambo yalivyo. Tunaye Adan Ibrahim ambaye yuko katika eneo bunge la Banisa, na pia katika eneo la Kasipul tunaye Wycliffe Okech, na pia katika eneo la Baringo tunaye Ben Chumba, Magarini tunaye Kasichana Masha, na Ugunja tunaye Achola Simon, Malava tukiwa naye Timothy Kipnusu, na katika eneo bunge la Mbere North tunaye Ben Troy Njue ambaye watakuwa wakituletea tu jinsi mambo yalivyo, na tutakuwa tukiweza kujua mbivu na mbichi baadaye leo ama hapo kesho asubuhi. Na mtazamaji, tukomea hapo kwa sasa. Kwa heri, Mola akubariki.